Yesu asifiwe sana. Ninashukuru Mungu sana kwa ajili ya neema yake. Nimekujia, niko kazini, mazingira haya naendelea na majukumu yangu ya kila siku. Mapambano ili nisiweze kumlemea mtu mwingine. Nataka nimjibu ulimwengu milenga kwa kile ambacho amejaribu kukitetea juu ya masingomaza. Mimi nataka nikwambie mtu yoyote ambaye unanisikiliza ama unanitazama kwenye video hii kwamba usingomaza uhalali kabisa ni laana. Usingomaza kabisa ni laana. Wala haina haja ya kuitetea. Kwa sababu mimi nazungumza ni muhanga wa mambo hayo. Nimewahi kuoa, nimewahi kuishi na mwanamke, na hata sasa kilichokuwa sababu ya yeye kutoka kwenye ndoa ni yeye ndio sababu. Yaani kilichokuwa sababu ya yeye kutoka kwenye ndoa hata leo anajuta ni yeye ndio sababu. Ulimwengu, nataka nikwambie kwamba ulaana wa usingomaza ni maamuzi au ni namna aliyoweza kuingia kwenye hiyo ndoa. Nimeongea mimi kwamba ni muhanga wa haya mambo au muhanga wa hili janga kutokana na kile ambacho kinitokea kwenye maisha yangu. Namna ambayo ilinifanya niingie kwenye ndoa ndio laana yenyewe. Yaani kile kilichonifanya mimi na huyo mwanamke niingie kwenye ndoa ni laana, kwa sababu hatukufuata misingi ya wazazi au misingi ya Mungu alivyotaka watu waoane. Tunaposema kwamba ni laana, masingomaza kwa asilimia kubwa kiujumla ni wote. Mwanamke kuingia kwenye ndoa, mwanaume kuingia kwenye ndoa ni amefuata utaratibu gani? Kama alifuata utaratibu kwa namna ya ubaya au ya uovu au ya tamaa, lazima laana hiyo pamoja naye. Umeongea kwamba usingomaza unakueje kwamba ni laana. Usingomaza unakuwa ni laana kwa sababu ya mtu ameingia kwa sura gani. Kama mtu mlikutana na binti kwa kutongozana vichakani, mkakubaliana kabla mjaoana mkazini, mlivyozini ndio mkaja kukubaliana kwanza kuoana, hiyo ni laana moja kwa moja, kwa sababu mliingia kupatana kitu ambacho wazazi au Mungu hakukibariki. Na ukiangalia ndoa nyingi ambazo zinaendelea sasa, watu wanaoweza kuishi kwa usingomaza, kuishi kwa namna wanavyojielewa wao, kwa kipande kikubwa mtu kabisa ambaye alifuata misingi ya kimungu, alifuata misingi ya wazazi, aweza akawa singomaza. Ulimwengu, mimi nikwambie kwamba wote unaoona ni namna walivyoingia kwenye ndoa. Yaani kama aliingia kwenye ndoa kwa sura ambayo ni ya kinamna ya ujanja, walikutana tu mitaani, wakutana barabarani, wakatongozana, wakaingia kwenye kuzini bila makubaliano ya kwamba wazazi wameweka baraka yao au Mungu ameweka baraka yake pale, wakaingia tu kuzini, baadaye ndio ikaja kutokea wanakuja kuoana. Hiyo ndoa kudumu ni vigumu sana. Maana ni vigumu sana. Hata ungekuwa ni wewe ulimwengu, sielewi mke wako ndio wanaona kwa namna gani. Na ilinifanya mimi nishtuke kwa sehemu baada ya kuona mke wako baada ya siku miezi kadhaa ana mtoto. Nikaja kwamba hii sijui vizuri, siwezi kuzungumzia moja kwa moja, lakini sijui vizuri kwamba mlikutana kwa namna gani na mpaka kuoana. Mimi naamini tu kwamba mwanamke ambaye mtazini naye kabla ya baraka ya Mungu, baraka ya wazazi, ni vigumu sana hiyo ndoa kuendelea, kwa sababu inakuwa na mambo mengi ambayo edha ni moyo wako, fahamu wako unaanza kwa kuhisi kwamba kumbe wanawake wote wako kwa sura kama hii, kumbe wanaume wote kwa sura kama. Kwa hiyo lazima kwa namna moja ama nyingine msiendelee mbele. Kwa hiyo usingomaza, laana ya usingomaza ni waliingieje kwenye ndoa. Kama aliingia kukupuka kutaka tamatu ya mwili wake itulize, mara ikajikuta tu amezaa, wakaja kuoana, au aidha walivyokuwa wanaingia kwenye hizo ndoa. Maana ndoa nyingi zimevuruga aidha kwa sababu ya watu walivyoingia, au mwanamke yeye alikuwa ametazamia nini kwa huyo mwanaume. Ni mara nyingi lazima hiyo ni laana. Hiyo ni laana, mimi naiunga mkono kabisa kwamba hiyo ni laana ambayo inawafanya watu waishi kwa usingomaza. Umezungumza kitu kimoja hapa, kwamba kuna wengine walijaribu kuyatengeneza mambo ya ndoa zao, lakini ikaonekana ni kama wanaona ni kama wako kwenye moto. Yaani haiwezekani ukaingia kwenye ndoa kwa namna ya ujanja. Hiyo ndoa isiyo na moto. Lazima tu iwe na moto. Yaani ni lazima, kwa sababu ufahamu wa mwanaume anaanza kuhisi kwamba mbona, kwa sababu hii dunia ina elimu nyingi. Hii dunia ina elimu nyingi. Mtu anaweza akasikia elimu hii akajua anapokwenda na majukumu yake mahali fulani, anakuja kusikia elimu hii moja kwa moja, kuna kipana za kuondoka kwamba kumbe mtu ili kuingia kwenye ndoa lazima utaratibu ufuate huu. Mbona mimi na mwanamke ilionekana tumeingia tu kwa namna ya kudakana. Ile inaweza kumpelekea aidha mwanaume au mwanamke ikaanza chokochoko ya hapa na pale mpaka ndoa kuja kuvurugika. Kwa hiyo
Kwamba mtu alivumilia akaona ndoa yake ni kama ina shida, ni namna gani aliingia kwenye ndoa? Wote, yani wote watu walioingia kwenye ndoa kwa namna ya usalama, haiwezi katokea chokochoko. Hii chokochoko ni kwa sababu ya namna ambayo mtu aliingiaje kwenye ndoa. Yaani kama uliingia kwa ujanja, lazima tu hiyo ndoa itakuwa na mambo magumu sana mbele yenu. Na ikija kutokea wewe ndoa yako umeacha, umeenda kuishi pembeni, au umeenda kuishi kivyako, sasa nikalee mtoto wangu pembeni, wewe moja kwa moja ni laana. Umesoma andiko hapa kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 11:26 kwamba angalieni, nimewawekea mbele yenu njia. Nimewekea mbele yenu, kwa nisome kabisa. Nimewekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Baraka ni endapo utakaposikia maagizo ya Bwana Mungu wako, ndio baraka. Na laana ni pale ambapo hautasikia maagizo ya Bwana Mungu. Kwa mimi naamini kwamba wazazi wengi walitarajia wanaofundisha watoto wao kwamba usio na mahusiano na kijana yoyote. Kanisa au Mungu alitamani kwamba kabla hujaolewa, kabla hujafikia umri wa kuoa au kuolewa, usisumbuke na mwanamke au mwanaume. Kwa hiyo ni maagizo ambayo unakuwa umepewa. Usiposikia ndio laana inapoingilia. Kwa sababu hamna mwanadamu ambaye anaishi duniani au amedhaliwa na wazazi wake wametaka mwanamke yule mtoto wao aingie kwenye mahusiano kwa namna ya kiolela. Aidha mzazi anaweza na mwanzo alikuwa ameingia vibaya kwenye ndoa yake yeye, lakini huwa hatamani mtoto wake aingie kwenye laana ile au kwenye ndoa kwa namna ambayo itakuwa na ujanja. Kwa hiyo kama yako maagizo ambayo wazazi wanatoa kuwaonya watoto wao, ni yale maagizo moja kwa moja yanakuwa ndio maagizo ya Mungu, kwamba ukutii maagizo ya wazazi wako. Lakini liko kanisa, yuko Mungu alikataza mtu asizini kabla hajaoa. Usiposikia ndio kinakuja kuumbika kitu tunasema kwamba ni laana, kwamba wewe ulizini au uliingia kwenye ndoa bila utaratibu maalum. Mlilakana na jamaa huko kwa sababu uliona fedha, uliona nyumba, uliona si ana tugari, ukadakana naye kwa namna ya ujanja, wazazi wakubariki pale, au aidha kabla hata labda utakuta uliona kwenye ndoa ndio ulikuwa, lakini tunaangalia maisha yako ya nyuma, umewahi kuzini au mwanaume wako umewahi kuzini, kwa namna moja ama nyingine kuna namna itaingia pale katikati ya laana ambayo itakusababisha wewe kwamba uliingia kwenye ndoa bila kujua, au ulijua lakini ukajifanya uende kwa sababu ya mali, kwa sababu ya fedha. Kwa hiyo hawa kama watapitia moto na kana kwamba watajiona walikuwa wako kwenye ndoa yao wanaungua, yule moto kuungua ni halali yake, kwa sababu aliingia kwa namna ya kutaka vitu au aliingia bila utaratibu maalum. Kwa hiyo laana, mimi nikwambie ulimwengu kwamba laana sio tunachokiona kwamba ni upepo fulani unakuja kukufunika kwamba ndio laana, au maagizo ya Mungu kwamba kuna Mungu anatoa sauti kutoka juu. Usiposikia maagizo yoyote, yawe ya wazazi wako, yawe ya mtu ambaye wa karibu ambaye ana mapenzi mema nawe, yawe ni ya Mungu kutoka kanisani, ile moja kwa moja ukifanya tofauti lazima ionekane ni laana. Kwa hiyo ndio laana ambayo umesoma kitabu vizuri sana, nadhani ukuelewa kinamaanisha nini, na kwamba maneno ambayo unakuwa unaagizwa, ya maagizo ni Musa alikuwa anawaagiza wana wa Israeli. Yako maagizo ambayo watu upewa na wazazi wao, wasipoyatii ile laana ile ambayo Musa alikuwa anaizungumza hapa, ndio inayowakuta watu wengi. Kwa masingo maza wote, mimi nabariki kwamba wana laana, kwa sababu na mimi nimewahi kupita kwenye kipindi tuliingia kwenye ndoa bila utaratibu wa wazazi, bila utaratibu wa kanisa. Kwa hiyo tutokea mpaka leo hatuna wake, wameshaenda kuishi huko, wameshafanya kudanga, wanafanya vitu vya ovyo. Ni kwa sababu ya kile ambacho tulikifanya, tuliingia bila utaratibu. Kwa moja kwa moja ulimwengu sio namna ya kutetea wala kupinga. Hiyo moja kwa moja ni laana. Na wote wana laana, usijaribu kumtetea mtu yoyote. Na ukitaka kujua kwamba wote wana laana, jaribu kufuatilia historia ya huyo mwanamke mpaka kuingia kwenye ndoa, mpaka kuzaa huyo mtoto. Alizaa kwa utaratibu gani? Kama alizaa kwa utaratibu kweli kabisa, alifuata mambo yote, alikuwa amejitunza aje kuzini toka azaliwe mpaka kuja kuolewa akakutwa ni bikira mpaka kuja kuzaa mtoto, huyo tunala kuongea kwamba kuna jambo huenda haliko sawa. Lakini kiujumla kabisa, fuatilia mtu ambaye ni single mother, either aliwahi kuzini akaja kuolewa mwanamume, kaona kwamba huyu mwanamke amewahi kuzini, hiyo inapelekea kwamba mtu ashindwe kuishi naye. Kwa hiyo kwenye upande wa kusema masingle mother wote kweli wana laana, hawakufuata utaratibu uliokuwa unatakiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unamwajibu kumwombea mzee wetu mbarikiwa kwamba kama hajagundua amewahi kuongea naye kwamba ataweza kumruhusu mwanamke ambaye anaishi kwenye ndoa kwa kuteseka. Hiyo ni kweli, sio kana kwamba amesahau. Na ukijaribu kufuatilia alichokuwa anakizungumza,
alikuwa anazungumza ni kitu ambacho anagundua kama mwae kuongea nini na anaongea nini tena. Kwamba kweli kabisa kama mwanamke anaishi kwenye ndoa, alafu ikaonekana teseka, waweze kuondoka kama wataona pana ugumu wa kuishi pale. Kiukweli kabisa ukisikiliza maelezo yake mengi alikuwa anazungumza pale kwamba ni kwa unaweza ukatoka, lakini usitoke kwenda kuishi kwa namna ya kwamba unaweza ukaenda kuolewa. Ukiangalia masingo maza walio wengi saa hizi, wengi ni malaya tu. Sio kama wamekaa kwenye tunyumba twao na kulea watoto wao, watoto ambao wamewazaa kwa maana kwa kutulia. Hawatulii. Bado anaendelea kufanya mambo ya umalaya. Mbarikiwa alivyoruhusu kwamba mtu akiona kwenye ndoa anateseka aweze kuondoka. Sio aondoke aende kuzini. Aondoke akiwa anajipeleleza ili kama kuna kosa kati ya mwanamke na mwanaume waende kujitafakari, lakini sio kwamba waachane. Waje siku ya siku. Wapo watu wengi ambao pale kwenye kanisa ambao tunaabudu walikuwa wanasumbuana kwenye ndoa zao, lakini siku ya siku baada ya mmoja kujiweka pembeni, baada ya kuishi miaka ya kutosha au siku za kutosha, kuna mmoja wapo alikuja kujigundua kwamba alikuwa anakosa. Kwa hiyo kwenye masuala ya kwamba alikuwa anajisahau anachoongea, hajisahau. Kiukweli kabisa alichokiongea ndivyo kilivyo na ndivyo kinavyoendelea katika jamii. Kwa hiyo ni masuala ya kwamba wanawake walio wengi wanalana. Mimi najua ni wanalana. Wanalana kabisa, wanalana. Nimeona nikujibu wakiwa pa moto, niko kwenye majukumu basi sijatulia, niko juu. Nimeona nikujibu. Na ukisema kwamba walio wengi ambao nani wa machokora, wote ni machokora. Ni mtu yoyote asiyesikia sauti ya Mungu, asiyesikia sauti ya wazazi wake, huyo ni chokora moja kwa moja, kwa sababu hakutembea kwenye utaratibu. Nimesema kama kweli unaosema na wajua wapo wanaishi na wake zao na watoto wao kwa namna ya kutokuwa, unasema unaweka kwamba hawana laana kwa sababu ya maisha na lifestyle yao wanayoishi, na kwamba si mume wake walikuwa na shida akaamua kujitenga pembeni, huyo hana laana. Tujaribu kufuatilia wakati anaingia kwenye hiyo ndoa aliingia kwa sura gani? Kama aliingia kwa kuzini, kama aliingia huko mwanzo alikuwa ameshazini akaingia kwenye ndoa, jamaa alivyokuja kugundua kama huyo jamaa aliwahi kuzini huko nje, siwezi kuendelea naye kwenye hii ndoa. Huyo moja kwa moja sio kana kwamba hana laana, huyo ana laana. Kwa hiyo ulimwengu, mimi kujibu nitatulia siku nyingine kuja kujibu vizuri. Lakini wewe kujibu wakati nikiwa moto, maana nimeiona clip yako hii. Kusema huyu ndugu anataka kuyaweka mambo sawa ambayo sio yenyewe kabisa. Hawa kiujumla wafuata na walio comment kwenye mtandao wako humo wanasema kwamba sio wote tunanilia tunalana, wengine tulifia uliyefiwa wewe una shida. Tunaongea masingo maza ambao wameacha waume zao na waume zao bado wako hai. Hao wanalana. Neema ya Kristo pamoja nawe. Amen.